Habari za wakati huu mtu wa Mungu, karibu. Jina langu naitwa Nicholas John. Kipindi chako ni kile kile kipindi pendwa kweli kweli cha Ijue Biblia. Tuko hapa studio mtumishi wa Mungu Mchungaji Nyahende, ambaye yeye ni mgeni wetu siku hii ya leo. Mengi na mazuri utakwenda kuyasikia yanayohusu Biblia, lakini nyakati hizi bwana ni nyakati za kuelekea kwenye sikukuu za kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Tunapenda kuita Christmas, na sikukuu hii pia huadhimishwa duniani pote, lakini pia kuna baadhi ya madhehebu pia ya Kikristo hawaadhimishi sikukuu hii. Sasa kwa hayo na mengine mengi pia utakwenda kusikia hapa. Cha kufanya tu mtu wa Mungu, ungana nasi bwana, ili tuweze kukuletea kile ambacho tumekuandalia kutoka kwake mtumishi wa Mungu Pastor Nyahende. Baba, habari za wakati huu? Ninamshukuru Mungu, ametupa neema. Uzima upo na haulalamiki? Hakika Mungu ni mwaminifu, ninaona utukufu wake. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Amen. Tunaelekea kwenye sikukuu ya Christmas. Na watu wengi wanataka kufahamu mambo mengi kweli kweli yanayohusu sikukuu hii, kwa sababu ni miongoni mwa sikukuu chache ambazo zinaadhimishwa na Wakristo wengi duniani. Kabla tujatazama mengi yahusuyo sikukuu hii, ni vyema pia tungefahamu Christmas ni nini? Christmas kwa ufupi wake ni azimisho la kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Sasa ukitafuta Christmas maana yake ni nini, kwa maana neno lenyewe Christmas ni muunganiko wa maneno mawili kwa maana ya Christ na Mass. Okay. Kwa hiyo Christ ni Kristo na Mass ni wingi au mkusanyiko mkubwa wa watu. Kwa hiyo ni mkusanyiko wa wafuasi wa Kristo. Ndio maana ya Christ Mass. Tunaita Christmas. Sawa. Lakini hiyo Christmas ambayo inasherekewa duniani kote kwa baadhi ya madhehebu, yako pia madhehebu hayashiriki kwenye kuadhimisha siku hii ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Ni miongoni mwa maswali mengi ambayo watu wengi wanajiuliza, kwa namna moja ama nyingine wanakosa majibu. Nafikiri unaweza kutuambia ni kwa nini baadhi ya madhehebu pia hayasherekei siku hii? Kuna madhehebu hayasherekei siku hiyo kwa sababu ninafikiri shida iko kwenye uelewa wa nini maana ya Christmas yenyewe. Kwa sababu waasisi wa Christmas yenyewe au kusudi la Christmas yenyewe ni kukumbukizi ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Yes. Lakini wasiosherekea wanasema sio tarehe halisi ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Okay. Lakini sisi hatusherekei tarehe ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Sisi tunasherekea kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Amen. Ni kama ilivyo duniani. Ndiyo. Tuna siku ya ukimwi. Sasa hatujui kama siku ya ukimwi ndio ukimwi uliingia duniani. Tuna siku ya maji. Hatujui kama ndio siku maji aliingia duniani. Lakini tunafanya kumbukumbu, na lengo ya siku hizo ni kukumbushana faida na hasara ya vitu hivyo duniani. Sawa. Hapo pia kumekuwa na maswali mengi ya usio kutokuwa na uhalisia wa siku husika ambayo Wakristo baadhi tunasherekea kumbukizi hiyo nzuri ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Miongoni mwa maswali mengi ambayo yanaibuliwa na vijana wengi ambao wanataka kufahamu haya mambo, na watu wengi pia walika tofauti tofauti juu ya upatikanaji wa ujauzito wa Bikira Maria. Wanasema zilikuwa ni nyakati za kiangazi. Si zilikuwa nyakati sijui za nini. Mengi yanazungumzwa hapo. Lakini akajifungua mwezi wa 12. Wanasema mbona hii miezi inaonekana haina ushirikiano, kwamba haitimii kikamilifu miezi 9 ya kufanya akatoka mtoto. Hapa nafikiri unaweza kutueleza na tukaelewa zaidi. Nilijaribu kueleza mwanzo kwamba tunapoongelea Christmas yani ukitafuta uhalisia wa andiko la Biblia kwamba imetaja tarehe na mwezi haupo, isipokuwa tukiangalia kanuni ya kitheolojia. Kwa maana ya historia inavyoonyesha. Historia inaonyesha kabisa kwamba Yesu alizaliwa majira ya baridi.
Yes. Sasa kwa pale alipozaliwa Yesu Bethlehem, majira ya baridi yanakuaga kuanzia, yani baridi inakuwa kwenye climax kuanzia tarehe 17 mpaka 25 Disemba. Sawa. Kwa miezi ya 17 mpaka tarehe hizo 15 mpaka 25 Disemba ndio tarehe ambazo ile climax ya baridi inakumefika katika nchi ile. Lakini pia ukiangalia historia pia inaonyesha kwamba majira yale ambayo Yesu alizaliwa inaonekana ni majira ambayo kwa taifa la Urumi pia nao walikuwa na sherehe zao. Okay. Kwa maana ya tamaduni na mila zao. Kwa hiyo inawezekana lile tukio la ile kumbukumbu ya Christmas imeingia pale, kuna vitu vya kitheolojia na kuna vitu vya kitamaduni. Kwa sasa kuna ishu ya kihistoria hapo na ishu ya kiroho inatengeneza hiyo tarehe. Ndio. Na hapo mtumishi wa Mungu ndipo ambapo nilikuwa nataka tuweze kupazungumzia kwa undani zaidi. Na mengi pia maswali yanazungumza tukio hilo. Hii Christmas kuna namna pia, kuna baadhi ya mataifa wanasherehekea kwa namna tofauti tofauti. Wengine wanasherehekea kwa sababu mwezi huo ama wakati huo kuna jua ndilo linaonekana kwenye nchi yao. Lakini wengine wanasherehekea kimila. Wengine pia tunasherehekea kwa kusema ndio siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Hili limekaaje? Lakini wote huita Christmas. Sasa Christmas na mambo ya mila, Christmas na ishu za jua, hapa kuna vitu kama haviko sawa. Christmas ina myth tatu. Ina myth tatu kwa maana kuna wanaosherehekea Christmas kwa kuhesabu toka kupata ujauzito. Kwa na wenyewe nao wale wamejitetea kwa kusema kwamba inawezekana kabisa mtoto yule alizalewa katika miezi ile ambayo sisi tunafikiri ndio. Kwa maana kwa utaratibu wao na kanuni zao. Lakini kuna wale ambao wanahesabu kwamba Christmas ilitokea kwa majira ya Disemba. Kwa sababu ilikuwa ni baridi na climax ya baridi ni tarehe 17 mpaka 25. Na kuna watu ambao wanaelezea sasa kwa maana ya replacement ya zile sikukuu za kipagani, kwa maana ya sikukuu za Mungu Jua, kwamba walikuwa na abudu miungu jua. Sasa ukitaka kurudi hapo inabidi urudi katika usome historia ya tamaduni za Kirumi. Kwa sababu ukisoma historia ya tamaduni za Kirumi utakutana na watu wanaitwa kina Demiramis pamoja na mume wake ambao ndio walikuwa na asili ya vitu kama hivyo. Sasa ili tusirudi huko, tutambue tu kwamba kusudi kubwa la Christmas ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu Kristo, sio tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo.